na leo tunaungana hapa ili kuangalia jambo la muhimu sana, na nataka nizungumze kidogo kuhusiana na Roho Mtakatifu. Wakati mwingine tunaweza tukawa tunajiuliza kwa nini mtu ambaye hajamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kwa nini huyu mtu hawezi kuwa na tunda la Roho? Unaposoma katika maandiko kitabu kile cha Wagalatia sura ya 5 na ule mstari wa 22 na kuendelea pale, utaona maandiko yamezungumzia kuhusiana na tunda la Roho. Na ukifuatilia tunda la Roho linataja mambo 9, ikiwemo upendo, uvumilivu, utu wema au uvumilivu na mambo mengine. Sasa unapolitazama tunda la Roho hili, utagundua kwamba katika watu ambao wanaishi hapa duniani wako watu ambao wana tunda la Roho, lakini kuna wengine ambao hawana tunda la Roho katika maisha yao. Sasa ukifuatilia kwa kina zaidi, utagundua kwamba wale ambao wana tunda la Roho katika maisha yao ni wale ambao wamemwamini Bwana Yesu kama Mwokozi wa maisha yao, na kupitia kumwamini Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao wamepokea Roho Mtakatifu. Na yule Roho Mtakatifu analifanya lile tunda la Roho liweze kuwa hai katika maisha ya hawa watu. Ni kitu ambacho watu wengi sana wanaweza kawa hawakielewi vizuri, lakini ninamshukuru Mungu sana kwa sababu amenisaidia katika kusoma maandiko na kujifunza. Nimefahamu vitu kadhaa ambavyo vinapelekea baadhi ya watu kuwa na tunda la Roho na watu wengine kutokuwa na tunda la Roho. Ni kwamba Roho Mtakatifu anapoingia katika maisha ya mwanadamu huwa anaathiri yale maeneo matatu yanayomuunda mwanadamu. Kwa maana kwamba anaathiri mwili wa mwanadamu, anaathiri nafsi ya mwanadamu, lakini pia na roho ya mwanadamu. Sasa katika eneo la nafsi ya mwanadamu kuna mambo matatu. Kuna akili, kuna utashi, lakini pia katika eneo hili la nafsi kuna hisia. Sasa hisia ndiyo inabeba mambo mengi sana ambayo yapo katika tunda la Roho. Kwa mfano, upendo unabebwa katika eneo la hisia, lakini uvumilivu pia, na hata unapozungumzia upole na vitu kama hivyo vinaambatana na masuala yale ya kihisia. Kama ukijifunza zaidi masuala ya haiba, unaweza kugundua jambo hilo. Sasa Roho Mtakatifu anapokuwa ameingia katika maisha ya mwanadamu, anaenda kuathiri eneo la hisia za mwanadamu. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa na kiasi, anaweza kuwa na ile tunaita self control, inaweza kuwepo katika maisha ya mtu. Kwa hiyo mtu mwenye Roho Mtakatifu ndani yake ni rahisi kumkuta na upendo, ule upendo wa kimungu kabisa, ule upendo wa agape ukiwa umetawala katika maisha yake, tofauti na mtu ambaye hana Roho Mtakatifu ndani yake. Mtu ambaye hana Roho Mtakatifu ndani yake anaweza kawa na upendo, lakini upendo huo ambao utakuwa na ule upendo wa tamaa, au anaweza kawa na ule upendo wa aina ya stonji, ule upendo ambao ni upendo wa kindugu au upendo wa kifamilia. Lakini ule upendo kwa maana ya agape love, mtu huyu anaweza siwe na aina hiyo ya upendo. Kwa nini? Kwa sababu ni upendo ambao ni wa kimungu, na anayewaasisi na kufanya uendelee kuwa katika maisha ya mtu ni Roho Mtakatifu. Ndio maana sisi watumishi wa Mungu tunahubiri Injili ili watu waweze kuiamini Injili, na baada ya kuiamini Injili waweze waokoke, na baada ya kuokoka wajazwe Roho Mtakatifu, ili wanapokuwa wamejazwa Roho Mtakatifu waweze kupokea tunda la Roho. Kwa sababu tunda la Roho, Roho Mtakatifu ndiye anayeleta katika maisha ya mwanadamu. Ni ukweli ambao hatuwezi kupinga kwamba watu wote wangekuwa wamemwamini Kristo hapa duniani, wamemwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha na wakaishi kulitii neno la Mungu, tungekuwa na dunia yenye amani sana. Tungekuwa na dunia ambayo ina mambo mengi mazuri ya kupendeza. Lakini mambo mengi mazuri ya kupendeza yanapungua siku hadi siku hapa duniani, kwa sababu watu ambao walikuwa wamemwamini Kristo wengine wanarudi nyuma, wanamwacha Kristo, wanatembea kuongozwa na mwili baada ya kuongozwa na Roho. Matokeo yake yale mambo yote ambayo Roho Mtakatifu alikuwa ameyaweka ndani yao yanapotea. Watu wanakosa upendo, watu wanakosa uaminifu, watu wanakosa utu wema, watu wanakosa ile tunasema ukalimu, watu wanakosa vitu vingi kama hivyo ambavyo vingekuwepo katika maisha yao, dunia ingekuwa ni mahali sahihi sana pa kuishi. Ndio maana ninapenda kukukaribisha wewe mtu wa Mungu. Karibu katika ibada zetu mahali hapa Sauti ya Matumaini Tanzania, ili tuweze kuwa pamoja, tumtumikie Mungu pamoja, tuweze kujifunza neno la Mungu ili maisha yetu yawe hai, tuweze kumwabudu Bwana katika roho na kweli. Tujifunze neno la Mungu ambalo halijagoshewa, ili tuweze kuishi maisha kumwamini Kristo, maisha mazuri ya kumpendeza Mungu, na mwisho wa siku tuweze kumwona
Mungu baada ya maisha ya hapa duniani. Na kukaribisha sana mahali hapa Sauti ya Matumaini Tanzania, tujifunze neno la Mungu. Mimi ninajikita sana katika kulifundisha neno la Mungu, najikita sana katika kuwafanya watu kuwa wanafunzi, kwa sababu kwa kufanya hivyo ninaamini kwamba tunaweza kuwa watu wa sahihi kama vile ambavyo Mungu anahitaji tuwe, na tumtumikie Mungu na kumzalia matunda kila siku.